Amu TV, the stories behind the scenes. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا ما أن الله سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين كليهما، ولكن بر الأم أعظم ثوابا من بر الأب، كما أن عقوق الأم أشد إثما من عقوق الأب. فقد جاء في الحديث أن صحابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك. ثم قال الرجل: ثم من؟ فقال الرسول: ثم أمك. فردد الرجل 3 مرات: ثم من؟ والرسول يقول: أمك. ففي الرابعة لما قال له ثم من، الرسول قال له: ثم أبوك. ويفهم من هذا الحديث أن فضل بر الأم عند الله أعظم من بر الأب. فالأم هي التي حملت ولدها في بطنها تلك الشهور، والأم هي التي تألمت عند الولادة تلك الآلام، والأم هي التي أرضعت ولدها الليل والنهار. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن الأم: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فاتقوا الله عباد الله وتذكروا فضل الأمهات في كل الأوقات. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. Leo insha Allah wa taala tutaendelea na sehemu ya pili ya khutba hii ya birrul walidain. Katika khutba ya kwanza tulikhtari aya kutoka surati al-Isra, tuliisoma tukajaribu kuieleza kadri uliowafikiwa, na leo tumekhtari aya nyingine kama niliowaambia. Aya zote 17 zilizotuhimiza yula haki za wazazi wetu. Aya yeo tumeiteua kutoka surati Luqman. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Luqman amenena aya ifuatayo: wa wasaina al-insana biwalidayhi, tumemuhusia bin Adam kwa wazazi wake wawili. Hapa hakutaja tumemuhusia nni, lakini kuna nyingine nyingi ametaya ihsanan. Tumemuhusia mwanadamu Allah kwa wazazi wake wawili. Kisha baada ya kutaya wote wawili kwa jumla, baba ni mzazi, mama ni mzazi, wote wana haki yule waliomzaa, akamhusu mzazi mmoja katika hawa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafanyi jambo kwa upuzi, lazima kila lifanyalo huwa kuna sababu la kulifanya namna hiyo. Akamhusu kiumbe mmoja katika wawili, akatuambia: hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, mamake huyu mtu mwanadamu, mamake ametukua mimba yake wahnan ala wahnin, katika hali ya udhaifu na unyonge kwenye udhaifu na unyonge. Yani kila wakati huona miujiza mipya. Ikiwa ni nyenana, mimba ina miujiza yake.
ikitukuka katiti na mambo mengine tofauti, ikiwa pevu ni ruhu mkononi. Wahnan ala wahni, hakuwa na raha katika kipindi chote hiko, toka ni mwanzo mpaka siku ya kutua mzigo wake. Na pamoja kwamba alikuwa una hamu akiomba, akiweka nadhiri Mungu ampe mwana, lakini haikuwa rahisi kwa kumyeye yule kijana matumboni, ile mbeu matumboni, mpaka ikawa amekuwa ni mwana, ukasikilia wakati wake wa kutoka. Ni wahnan ala wahni, kimaliza hili huanza hili, kimaliza hili huunga lile, namna hiyo. Kisasi tu baada ya kumshopoa kama kijiso yule yai kuambuka, basi mizie mambo. Wa fisaluhu fi amaini, baada ya kumzaa sasa kuna kazi ya kumsondesha. Wa fisaluhu fi amaini, na kumsondesha mpaka kumwamsa. Kumwamsa ni kumwatisha, kusonda, ili tukua miaka miwili. Miaka miwili wewe umtegemea mamako, umkamua, ukimkaza kile atiacho kimekuwa hakistakiri katika mwili wake, kukutolea wewe, kikupa ili na wewe upate kujengeka. Kadiri wewe unapopata nguvu na siha, ndio kadiri yeye hupungua nguvu zake, manake hutukua madini yake maalum kutoka kwenye mwili wake kikupa wewe. Sasa baada ya hapo, anishkurli wali walidaika, baada Mwenyezi Mungu kutukumbusha hayo, hususan kuhusu mama zetu. Na kwa hikma gani Mwenyezi Mungu ametua mamama bidhabti? Kwa sababu mamama kupitia mambo matatu ambayo baba hata katakaie hawezi kuyafanya, hata katakaie kumsaidia mke wake. Kwanza kuna kutukua mimba. Wengine baba atakwambia mimi hii mbeu nalikuwa niitukuzie mimi. Ndio kweli ulikuwa itukuzie wewe, lakini usisahau siku uliokuitoa wewe uliitoa kwa raha na starehe, lakini Yesu kwa mtoapo ule kijana matumboni umtoa ruhu mkononi. Tofauti kubwa. Leo ulimtoa wewe kweli kutoka kwenye maungo yako, lakini wewe ulipomtoa ulimtoa kwa raha na furaha na starehe, kinyume cha mamake namna alipomtoa. Hilo ni moja ambalo kwamba mama ahusika nalo, kuangata ile mimba. Babako hata katakaia, hata hawa wataalamu na wanasayansi mpaka sasa hawayaweza kumfanya mwanamume naye aangate mimba. Sura wajaribuo kheri, wale tube baby upatikana kutumiwa zifaa zingine, lakini kutua mwanamume amzae haiyawezekana. Kisa la pili ni alwadhu, dharubu zingine pambana nazo baada ya miezi 9 ya dharubu na zinganga na taabu, ni kule kuzaa sasa, kukutoa matumboni mwake kwa katika ulimwengu wa watu wengine. Dharubu zake hazineneki. Wataalamu mambo haya unena kwamba ule utungu ambao Mwenyezi Mungu usaidia usio muda mrefu, kwa pale kijana upija kitwa kushopoka kwenye matumbo ya mamake, wakadiria ni kama mtu ukiwa na tufali la 9x9 limpije chanda chake cha guu, utungu wake unaanza kuwa ndio namna ulio utungu wa ule. Nema alhamdulillah hautukui muda mrefu, lakini usikilia hapo kina kastahimili kaikaza mpaka ukatoka. Na la tatu ambalo baba hawezi kulifanya ni arradhaa, kukusondesha hawezi. Baina kwa kitupa pia wana ni ukulivu, ukilia takumamsha mamako, inuka wewe ulia hoyo mwana, ulia hoyo, kitupa kiko hapo hapo, kukishika tu pia huona kazi kumshikia. Kwa hiyo haya kwa haki ya mambo matatu ambayo baba hakuweza kuyafanya wala hakuweza kuchangia lolote hapo, ikawa ndio maana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamhusu mama, akatuambia hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Na ndio sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ule sahaba alipomuuliza akamkariria mara 3, mamako mamako mamako, kisa robo moja ndio ya babako. Mamako astahiki robo 3 za wewe kumshughulikia na kumfanyia ihsani na wema. Babako naye una fungu lake, maadam ni baba hatakosa fungu. Anishkurli waliwalidaik, nishukuru mimi Mola wako, ndio wa kwanza kustahili kushukuriwa. Waliwalidaik pili tu baada ya kunishukuru mimi Mola wako, waliwalidaik washukuru na wazazi wako wawili, ambao wao walikuwa ndio sababu ya kiumbe wewe kupatikana katika ulimwengu huu. Walipitia kwao wao,
wao wawili wote wakawa ndio sababu ya kupata. Kwa hiyo na wao wastahiki kushukuriwa, wastahiki kukumbukwa ule wema wao na ihsani yao walikufanyia. Kisha lakini pamoja na hayo, wa ilayya almasir, nyote mtarudia kwangu. Lolote litakalokuwepo la tofauti kwa wazazi wako, lakini nyote mwisho wenu mtarudia kwangu. Sasa hapa Mwenyezi Mungu akaweka kikomo kwamba wazazi wakitusa hili, wewe hufai kuwasikiza tena. Wa injahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, iwapo wazazi wako wawili ama mmoja wao akakulazimisha akawa hana lazima fanya hili, ama jambo lenyewe wayakini hili halifai, kwa amri ya Mwenyezi Mungu halitakikani lifanywe, halifai, ni jambo la makosa, hapo fala tuti'huma, huna ruhusa ya kuwatii. Kwa hilo usiwasikize, wala hutopata madhambi ukiwakhalifu katika jambo ambalo kuwafuata wao ni kumghadhibisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuwatii wao ni kumuasi Mwenyezi Mungu, hukupoa ruhusa hiyo. Anishkur li waliwalidayka, ina mipaka yake, nishukuru mimi na wazazi wako wawili, lakini wa injahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, wakikusukuma wakikuhimiza kwenda kufanya jambo la kunishirikisha, hapo wewe usiwatii. Lakini usiwatii, je, wapige zita, utete nao, uwakate, uwabure? Hukuwa yote, hukuwa ruhusa. Fala tuti'huma bas, lakini wasahibuhuma fi dunya maarufa, endelea fuza kusuhubiana nao. Neno Mungu wetu wasahibuhuma, yani neno sahib ni rafiki, endelea kuishi nao kirafiki ya ule fi dunia, katika mambo ya kilimwenguni hapa. Ikiwa walikuwa huwasaidia, endelea kuwasaidia. Ikiwa walikuwa wafanya lolote, endelea kuwafanya. Ikiwa una ada ya kwenda kuwatembelea, endelea kuwatembelea tu, usiwafuate kwa lile ambalo ni la makosa. Wa dhahiri hili ni makosa, ni kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu, kwa hilo usiwafuate, lakini usiwakate. Wasahibuhuma fi dunya maarufa, endelea kusuhubiana nao ikiwa una wote wawili, fi dunya maarufa, katika huu ulimwengu, mambo ya kilimwengu, suhubiana nao kwa wema na kwa uzuri, na kwa wasione taksiri yoyote, wajue tu wewe kwa misimamo yako ya imani huwezi kuwatii kwa hili, lakini mengine yote utawatekelezea, utawafanyia. Huyu ni mzazi ambao amekuamrisha maovu. Je, mzazi akuhimizao mazuri, utatakikana usuhubiane naye kwa uzuri kiasi gani? Huyu yeye kusukuma kwenye shirki, lakini Mwenyezi Mungu kuambia wasahibuhuma fi dunya maarufa, uliafanya ubidii usiku na mchana kukutoa katika maangamivu na kukuwekeza ya sawa, yatakikana usuhubiane naye kiasi gani kwa uzuri zaidi? Kila mmoja jawabu utakuwa yeye mwenyewe, yatakikana uweye. Wattabi sabila man anaba ilayya, wewe fuata katika mambo ya Mwenyezi Mungu ile ndia ya wale waja wangu wema, waja wangu watifu. Thumma ilayya marji'ukum, kisa nyote wewe na wazee wako na wengine wote wema waovu, ilayya marji'ukum, mutarudi kwangu, fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, niwaambie yale mlikuwa mkiyafanya ulimwenguni huko duniani, lakini hukuwa na ruhusa. Sasa hii ni upeo, ni kwamba hata kama wazazi wako hukusukuma kiasi gani kumwasi Mwenyezi Mungu, wewe usiwafuate kwa hilo, lakini huna ruhusa, hukupoa ruhusa, si kisingizio kwamba babangu ni yao, mamangu ni yao, basi mimi tamkata. Mkate mginewe, lakini si wazazi wako. Wazazi wako hukupoa ruhusa ya kuwakata, hata kama wako sampuli zako kuwa. Na mahali pangine kwenye sura Luqman Mwenyezi Mungu atuambia wa wasaina linsana biwalidayhi ihsana. Katika sura Zukhruf nadhani tulimuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wote wawili ihsani, wema wote wawili. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, alimwangata mamake matumboni mwake, si maungoni mwake, matumboni mwake. Kurhan, kwa dharubu na tabu na mashaka. Wa wada'athu kurha, na akamzaa kadhalika kwa dharubu na tabu na mashaka.
wa fisaluhu 30 shahra, na kule paka kukoma kusonda kwake ni miezi 30. Pengine watu watatizika hapa, kule menena wa fisaluhu fi amaini, hapa umenena wa fisaluhu 30 shahra. Hakuna tatizo hapa, Mwenyezi Mungu ametia hisabuni miezi 6 ya mimba. Mimba yaweza, mtu akipata mimba miezi 6 mwanamke aweza kuzaa na kijana akasurvive akapona, japokuwa atahitaji muamala maalum, kwa bado hayawa tayari kuishi kwenye dunia ulimwengu huu nje ya matumbo ya mamake kama kawaida ya wengine, lakini aweza akapona. Hiyo ndio minimum, kiwango cha tini cha mimba ambayo mtu kuna hukumu nyingi za sharia kuhusu hii. Lau umemuoa mwanamke akazaa baada ya miezi 6 toka umemuoa, basi utaambiwa tu mwana mbwako ule ile miezi 6. Akimzaa kabla ya miezi 6 toka siku ile muoa, hiyo ni dhahiri kwamba si wako, kwa huyo muoa. Ni kipimo muhimu watu wakifahamu. Miezi 6 ndio uchache wa mimba. Aghlabi ya mimba kama tuiwao miezi 9, ikizidi ni katiti. Hasa hapa nimekusudia kwenda nukta moja kwenye vitabu za fiqh tusomazo, mfano Ghaya, Safina, waambiwa mimba ina mihula mitatu. Ina aqalul hamli 6 ashhur, uchache wa mimba ni miezi 6. Wa ghalibuhu 9 ashhur, aghlabi mara nyingi ndio kawaida, ile 6 wamekhalifu ada, 9 ashhur miezi 9. Lakini wanena wa aktharuhu 4 sinin, wingi wake ni miaka 4. Hili jambo la miaka 4 halimo, hakuna aya inenao yao, hakuna hadithi itayao kabisa, hamuna. Sasa toka iye katika kwenye vitabu mambo haya, kitabu chochote usomacho cha Shafi fiqh yake utakuta mimba yaweza kwenda mpaka miaka. Hii ni tatizo kubwa. Mtu aweza kuwa amekufa mume, mwanamke baada ya muda kama na mimba yake kizaa baada ya miaka 3, kaambiwa babake yule aliyokufa. Kitu kiingia akilini, lakini ukinena utakuwa toa watu makosa, toa watu makosa. Dini haipingani na elimu, dini haipingani mambo ya akili kabisa. Ilitoka wapi kauli ya miaka 4? Baadhi ya wanawake walinena, walikitoa habari zao kwamba mimi nimemzaa huyu kwa miaka 4, mwingine kama miaka 3, mwingine hii huwa wanena urongo, hawana urongo. Leo linenalo kulingana na hisia zao kweli, lakini kuna kitu amkuliwa alhamlul kadhib, mimba ya urongo. Ule mwanamke, watu wawili kwa wanawake aina mbili kupata hii shida. Mwanamke ambao atamani sana kuzaa, una hamu ya kuzaa, na mwanamke ambao kwamba hucha kuzaa kama kumkimbia nyoka. Hawa mara wataona haya, nimepata mimba, alhamdulillah nimeshika mimba mimi. Hana mimba, lakini mimba kwenye gongo lake, una hamu mimi nataka kuzaa. Kwa hivyo kuifurahisha nafsi yake, atasikia una mimba, taona ile miujiza mimba, matumbo mara enda huku ikirudi huku, asubuhi utapika kama sura wanawake wengine, damu itapotea, zile alama na ishara za mimba zote, maana akili yake atakayao. Kwa hivyo ifurahisha yeye, kisa utokea yeye amehesabu kutoka 2022 una mimba, akapata mimba ya kweli 24 huko, kapata mimba ya kweli, kisa kazaa 24 mwisho itahesabu kutoka 2022 mimi na mimba 22 23 20 miaka 3 huyo kwa matumboni, hakuweko matumboni, kwa kwenye akili yake tu. Kwa hiyo hii nukta takaifahamike, kuandika kwenye kitabu mambo mengine wameandika kwa jitihadi zao. Sasa wale wanawake hakuna na urongo, hawakuzua, ndio walikuwa wakihisi wao kwamba una mimba kwa umri wako wote nyaka zote mpaka pale adhabu, lakini mimba ya hakika ilikuwa baadaye na haikuzidi miezi 9 za kawaida. Hii tufahamuni namna hiyo, yani usitegwe ukaambiwa hata miaka 4 watu uzambo wako huyu, si wewe ni watasiku fulani kwa mimi nakuwa ukiniwata na mimba nimeketi nao mpaka sasa hivi na hasa ukiona rutuba utaambatishwa tu. Kwa hiyo hii ndiyo sehemu yetu ya pili, alhamdulillah, kuhusu birrul walidain, na hasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaya mzazi mama kwa sifa yake, kwa sababu zake maalum. Hiyo inshallah tutakomea hapo. Hizo tuwafikia. Aqulu hadha astaghfirullaha alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.
Amu TV, the stories behind the scenes.